Kutokea katika kanisa la FPCT Gongo la Mboto kwa mchungaji Sylvester Bakwena. Ndugu zangu, imempendeza Mungu unayenitazama muda huu kuweza kushirikishana neno la Mungu ambao ni wokovu kwetu sisi wanadamu. Katika Injili ya Yohana sura yake ya 3 mstari wa 16 na 17, neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu aliposema kwamba alitoa mwanaye wa pekee, alikuwa na maana kwamba hakuwa na mwana mwingine tofauti na yeye peke yake. Kwa hiyo Mungu kuonyesha upendo wake juu ya wanadamu, alikubali kumtoa mwanaye wa pekee ili afanyike ukombozi. Sote tunajua na kufahamu kwamba wanadamu aliishi katika hali ya dhambi, na sasa Mungu anataka kumkomboa huyu mwanadamu, kumtoa kwenye utumwa wa dhambi. Ndivyo Mungu akamtuma Kristo Yesu kuja hapa ulimwenguni, na tunaona alitoa uhai wake kwa miaka nyingi sana, na hata kuweza kutupatia wokovu. Ndugu zangu, maisha yetu tulionayo hapa duniani ni ya muda tu, tunapita na kumili kwetu ulimwenguni. Tuwapo katika dunia hii, tunahitaji wokovu wa Yesu, kwa maana yeye ndiye atupaye uzima wa milele. Hapana sehemu yoyote unapokwenda ukaweza kupata uzima huu, bali utaupata kwa Yesu Kristo. Unapomwamini Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, kwa mujibu wa neno la Mungu, hauhukumiwi, bali unaokolewa kutoka katika dhambi. Ndugu zangu, maisha yetu haya yanahitaji sana kuwa na Mungu, na ukiwa na Mungu umepata kila kitu, maana yeye Mungu ni upendo. Anatuonyesha upendo wake kwetu sisi wanadamu, hata kuweza kumtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivyo ndugu zangu, kaka, dada, mama unayenitazama, ni vyema kufanya maamuzi kuweza kumpatia huyu Yesu nafasi katika maisha yako, ili aweze kuingia ndani ya moyo wako, ili aweze kuleta badiliko la ndani, kukutoa katika hali ya utumwa na kukuleta katika nuru na kuweza kufanyika mtoto wa Mungu. Maisha bila Mungu hatuwezi kufanikiwa, na shetani yupo kazini akituwinda usiku na mchana. Sote tunafahamu shetani asinzii na wala halali, lakini vivyo Mungu na yeye naye anatuhitaji. Hivyo wewe unayenitazama, ni heri umpe Yesu maisha yako leo, afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili akuondoe kwenye hiyo taabu, ili akuondoe kwenye hayo mateso, ili akuondoe kwenye hizo gereza, ili akuondoe katika hayo masumbuko. Tunaona wako wengine kwenye jamii zetu wana majina yasiyofaa, kwa sababu wamezalauliwa na ndugu zao, wamezalauliwa na jamaa zao. Lakini yupo mwanamume mmoja, nataka nikwambie katika muda huu sahihi, ambaye anaweza akarejesha ile heshima yako uliyopoteza kwenye familia yako, ile heshima uliyopoteza hata katika jamii iliyokuzunguka. Naye huyu ni Yesu Kristo peke yake, ambaye ni mwana wa Mungu aliyetumwa kwetu kuwa kama sadaka ya ukombozi na kuwa kipatanisho cha dhambi zetu sisi na Mungu wetu. Hivyo basi, ni heri ukubali kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapompokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi, utapata furaha, utapata amani, na atakupigania na kukushindia katika mambo yote. Naamini kupitia video unapoitazama utaenda kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Naamini na Mungu ambaye na mabudu na
kumtumikia, na yeye ataingia ndani yako na kuweza kuleta badiliko la ndani, na tayari sasa maisha yako yataanza kubadilika, kwa sababu umempa Kristo nafasi katika maisha yako ili akutawale, na kuhakikishia ya kwamba huyu atafanyika mlinzi katika maisha yako, naye atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako, maana yeye hajawahi shindwa. Kumbuka hili kwamba alishinda kifo na mauti, hivyo hakuna nguvu yoyote ambayo inaweza ikainuka kinyume na yeye ikashinda. Hivyo basi nakutakia baraka za Mungu, ili Mungu akusaidie ndugu yangu ufanye maamuzi yaliyo sahihi kwa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Asante Yesu kwa ajili ya ndugu yangu huyu ambaye ananitazama muda huu na saa Bwana, ambaye yuko tayari sasa kwenda kukupa wewe maisha na kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mbariki na kumtunza Bwana, uendelee kumuimarisha ili Mungu aendelee kukujua zaidi na zaidi siku zote za maisha yake. Amen. Ndugu zangu, nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye ibada zetu ambazo tunakuwa na ibada za katikati ya wiki kwa maana ya